بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله به نستعين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka rehma na amani zimwendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam pamoja na masahaba zake na wake zake na wale ambao watakaomfuata mwendo wake mpaka siku ya kiyama. Nina furaha kubwa biidhnillah jalla wa ala leo katika siku hii ambayo ni Jumatatu tarehe 20 ya mwezi huu biidhnillah jalla wa ala ndani ya mwaka 2025. huwa tumetembelewa na baadhi ya TV za Kiislamu hapa Burundi biidhnillah jalla wa ala kwenye markazi yetu Al-Hikma. Naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala TV hizi ambazo zinazofanya mengi katika nchi yetu kwa kutumikia Waislamu na jamii, naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kuzikubalia matendo yao. Hizi ni TV ambazo zimetuamkia leo hapa ofisini kwenye Al-Hikma Foundation Burundi hapa kwa kuja kututembelea biidhnillah jalla wa ala, na tunawakaribisheni katika ofisi zetu. Naomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie ziara hii iwe ni ziara manufaa kwetu sote ya rabbal alamin. Kwa ufupi, Sheikh Ismail Gogos ni kijana miongoni mwa vijana ambao wamezaliwa hapa Burundi katika jiji la Bujumbura biidhnillah jalla wa ala, mzaliwa wa hapa na nimekulia hapa mpaka katika miaka ya 12, miaka yangu 12, na baada ya miaka 12 biidhnillah jalla wa ala nikawa nimejielekeza katika nchi ya Holland. Na baada ya hapo msafara wangu wa maisha ukaanzia huko baada ya miaka 12 ya kuzaliwa katika nchi ya Holland biidhnillah jalla wa ala, na baada ya hapo nilikuwa nimehamia katika nchi ya Belgium, na kwa sasa makazi ni katika nchi ya Belgium biidhnillah jalla wa ala. Hili Gogos kwa kweli ni jina la babu yangu mzaa mama yangu. Ni jina la babu yangu mzaa mama yangu ambaye alikuwa anaitwa Gogos. Alafu pia mjomba wangu ambaye ni mtoto wa kwanza mzee Gogos alikuwa anaitwa Ismail Gogos, na mimi nikapewa jina la mjomba wangu, bimaana moja kwa moja nikafika ninazoleka na mimi moja kwa moja hivyo kuitwa Ismail Gogos. Masomo yangu ya kwanza katika msafara wa kuitafuta elimu ya sheria au elimu ya dini, mimi ni miongoni mwa wanafunzi wa masomo ambayo yanaitwa Madrasatul Hussein. Madrasatul Hussein haya ni masomo ambayo mashekhe wengi au mashekhe wote katika nchi ya Burundi walipita ndani yake. Mashekhe zetu wakubwa wakubwa wote, walimu zetu walisoma katika madrasa hiyo ambayo inaitwa Madrasatul Hussein, inapatikana baba Buyenzi, barabara ya 8 namba 10. Mimi ni mwanafunzi wa pale na nimeanza kuhifadhia Qur'ani katika hiyo madrasa. Nimeanza kusoma Kiarabu katika madrasa hiyo na nilipasoma mpaka somo la 6. Baada ya somo la 6 ikabidi nikawa nimefeli katika mtihani wa somo la 6, nimefeli. Lakini jamaa zangu wengi wakawa wameruhusiwa kwenda kusoma katika madrasa tahdhib ambayo inapatikana Buiza kwa Sheikh Abdul Aziz zama hizo, na mpaka leo ingaliki. Lakini ikawa nimekataa, nikasema mimi sitabaki hapa. Baada ya jamaa zangu kuwa wataelekea Buiza na mimi nikaelekea Buiza huko, nikarejea tena katika somo la 6 kwenye darasa la Mwalimu Ali. Mwalimu Ali ambaye ni mwalimu wa mashekhe kwa sasa. Mwalimu Ali ni mwalimu katika mji wa Muyinga, maarufu sana, wal maarufu la yuarraf. Ni mwalimu wa mashekhe, na mimi nikawa miongoni mwa wanafunzi wake ambao nilisoma darasa la 6 kwake. Na baada ya hapo nikawa nimeweza alhamdulillah rabbil alamin, nikawa nimeendeleza katika madrasa tahdhib kwa Sheikh Abdul Aziz, kwa Sheikh Abdul Aziz hapo Buiza billahi jalla wa ala, pamoja na mashaikh zetu wa Masri ambao walikuwa wanasomesha hapo zama hizo. Katika zama hizo za mtoto, katika njia ya kuanza kuhifadhi Qur'ani mwanzo, kama kisi nimeeleza hapo mwanzo kwamba nimetoka niko mdogo miaka 12 naelekea Ulaya, lakini nimetoka Burundi nilikuwa sijahifadhi msahafu mzima, nilikuwa sijakamilisha, lakini juzu 10, juzu 12 zilikuwepo, kwa sababu katika miaka hiyo ya nyuma ningaliki hapa Burundi niliweza kushiriki musabaqat Malik Abdul Aziz ad-Dawliya litahfidh al-Qur'an hapo Saudia pamoja na ndugu yangu Sheikh Mashaka Juma ambaye ni miongoni mwa sheikh wasomaji wa Qur'ani wazuri katika nchi hii. Lakini nilitoka hapa nilikuwa
kuweza kukamilisha msahafu mzima biidhnillahi jalla wa ala kuelekea Holland. Safari yangu kuelekea Holland ilikuwa ni safari ambayo madhumuni yake ilikuwa ni safari naelekea katika nchi ya Libya. Nilikuwa naelekea kuiwakilisha nchi yangu Burundi katika mashindano makubwa ya kwanza ya Qur'ani International. Mashindano ya kwanza mwaka 2004 ambayo yameandaliwa na nchi ya Libya kwa kuwakusanya wasomaji wa Qur'an dunia nzima. Na mimi Burundi nikawa nimechaguliwa miongoni mwa hao watu au miongoni mwa vijana ambao watakaoelekea katika msafara huyo kwenda kuiwakilisha Burundi, na nikawa nimechaguliwa na Markaz al-Islami ambayo iko hapa Burundi hapa, pamoja mzee wetu ambaye ni Jamal Baghdad, ndio kiongozi wa marakizi zote za Kiislamu nchi ya Afrika zote. Akawa amenichagua mimi niweze kuiwakilisha Burundi katika nchi ya Libya. Lakini katika makadara yake Allah subhanahu wa ta'ala nikawa nimepita katika nchi za Ulaya huko. Katika kwenda Libya nikawa nimepita Ulaya, na wakati wa kurejea nikafanya istikhara kumuuliza Allah subhanahu wa ta'ala nirudie country au nibakie zangu hapa Ulaya nianze maisha yangine biidhnillahi jalla wa ala. Istikhara ikawa imenipa nibakie Holland biidhnillahi jalla wa ala, nikabaki hapo. Kwa kweli miongoni mwa malengo makubwa ambayo yalikuwa ni sababu mimi kubakia katika nchi ya Holland, mimi katika asilia yangu kwanza niko mdogo, ni mtu ambaye napenda uhuru sana. Napenda uhuru sana. Na katika hali ya kuwaza ya kwamba nikibaki Ulaya nitaweza kuwa na uhuru zaidi ya hapa nyumbani, nilikuwa naishi na mangu mdogo na familia na bano na nini, nikasema huenda nikibakia Ulaya nitakuwa niko peke yangu, nitakuwa na uhuru zaidi. Bi maana miongoni mwa malengo makubwa ambayo nifanye nibakia Ulaya ni katika hali ya kutafuta uhuru na nafsi yangu, afu baadaye na katika hali ya kuweza kuboresha maisha ya uchumi au maisha ya dunia haya ya kiuchumi ya kihali biidhnillahi jalla wa ala, kama kisi malengo ya watu wote ambao wanakao kwenda Ulaya. Na mimi malengo yangu yalikuwa ni hayo. Mimi nadhani miongoni mwa sababu ambayo imetufanya kuweza kubaki katika istiqama, nadhani sababu ya kwanza ni kuwa mwanzo wetu wa maisha yetu tulianza maisha yetu na kuambatana na Qur'ani. Nadhani yani sababu kubwa ya istiqama mpaka leo ni kwa sababu maisha yetu tumeyafungua hali ya kwamba tuko na mushafu tunaisoma na tunahifadhi Qur'an. Qur'an bi maana ni miongoni mwa sababu kubwa ambazo zimetufanya tubaki kwenye istiqama. Jambo la pili, wakati tulikapojielekeza katika nchi ya Holland, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatujalia tukawa tumejiunga na baadhi ya masantre za Kiislamu ambazo ziko pale, baadhi ya misikiti, na misikiti yetu ya Ulaya ndio masantre, inakuwa ni masantre, yanakuwa mieneza mambo yote, na hiyo misikiti au masantre yanakuwa wasimamizi wao ni mashekhi wakubwa. Alafu na mimi Allah kanijalia, kitu cha kwanza ambacho nilifanya wakati nifika Holland, nilijielekeza moja kwa moja msikitini au katika masantre hayo, na mimi nikajiunga nao biidhnillahi jalla wa ala, na nikaanza marhala ya pili katika hali ya kwanza kuitafuta elimu ya dini katika santre hizo Ulaya biidhnillahi jalla wa ala, hasa katika nchi ya Holland. Kwa kweli namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuona amenipa fursa ya kuweza kuitembelea nchi ya Oman. Nchi ya Oman, fadhila zake ndani ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni fadhila ambazo ziko wazi sana, ya kwamba Mtume aliwasifu watu wa Oman kwa ukarimu wao, aliwasifu watu wa Oman kwa tabia zao, aliwasifu watu wa Oman kwa akhlaq zao. Hata kabla ya Uislamu ni miongoni mwa watu ambao waliopokea Uislamu kwa kiurahisi sana pindi Uislamu ulikawafikia biidhnillahi jalla wa ala. Na ukarimu wao ni ukarimu ambao unajulikana dunia nzima, na unajulikana kwa kila ambaye anayekwenda katika nchi ya Omani, gisi anavyopokelewa, gisi watu wa Omani tabia zao ni nzuri. Omani kila nafasi ambapo utakapowakutana katika nchi zote, hata Ulaya, Warabuni, ukikutana na unaona huyu ni Muomani, tabia zake zinakuashiria moja kwa moja ni Muomani. Bimaana sababu kubwa baada ya kupata sifa zote za Omani hizo, alafu Allah kanijalia biidhnillahi jalla wa ala nikapata mwaliko wa harusi ya familia miongoni mwa familia za Kiomani, familia zetu, ndugu zetu ambao ni wakaribu sana, familia ya Suleiman ibn Muhammad al-Harithi, familia ya Anti Azza binti Said al-Ma'mariya. Hizi ni familia ambazo na familia za Kisharji ambazo zilikuwa zimeoana ndani yake, wakawa wamenipa mwaliko rasmi wa kuweza kuhudhuria katika
katika harusi hiyo biidhnillah jalla wa ala. Naamini ikawa ni fursa kubwa sana ya kuweza kuitembelea nchi ya Oman. Bimaana malengo makubwa ya ziara ilikuwa ni mwaliko rasmi wa kwenda kuhudhuria hafla azifaf, hafla ya harusi ya familia hizo ambazo ni familia kubwa katika nchi ya Omani. Alafu malengo mengine kwenda kukutana na ndugu zetu ambao wako pale Omani wengi sana, ambao wamezaliwa Burundi, wameishi Burundi, tumeishi nao, wazee wetu, kwenda kukutana nao biidhnillah jalla wa ala. Na huenda katika safari unakwenda na malengo mengi tofauti. Hayo yalikuwa ni machache miongoni mwa malengo ambayo ilikuwa ni ya ziara kwenda Oman. Kwa kweli katika kama gisi nilivyozungumza, ziara zangu nyingi ambazo ninazifanya zinakuwa ni ziara ambazo zina malengo mengi tofauti ndani yake. Na miongoni mwa malengo hayo ambayo yananifanya mimi safari zangu niweze kuzungumzia, huwa napenda kuzungumzia sana maendeleo ya jamii yetu ya Kiislamu, maendeleo ya nchi yetu biidhnillah jalla wa ala, na kuifanya nchi yetu iweze kujulikana katika hizo nchi ambazo tunazotembea ndani yake. Na miongoni mwa malengo pia vile vile tuliweza kuwafahamisha Waislamu ambao ni wa Omani wenye kuishi katika zile nchi. Pana baadhi yao wengi wana miaka mingi hawajaja Burundi, hawako Burundi, lakini tuliweza kuwapa mukhtasar wa pale ambapo tunapofikia jamii yetu ya Kiislamu hapa. Wanapenda kujua sana jamii ya Kiislamu inafikia wapi. Tuliwaeleza kuhusiana na jamii ya Kiislamu, na tukawaeleza ya kwamba tuna mashruu ambao ni projet imeanzishwa na Mheshimiwa Mufti wa Burundi Sheikh Salum, ambao ni ya kujenga ofisi makao makuu ya Komibu biidhnillah jalla wa ala. Tukawaeleza mashruu hiyo, tukaipanua, tukawahamasisha biidhnillah jalla wa ala, ili ikiwa huenda haujui miongoni mwa hao ambao tuliwafahamisha au tuliwaeleza, baadhi yao wanaweza wakajituma wakawa wamechangia katika sisi kufanikisha katika jengo hilo ambalo la Komibu. Na Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema adallu ala khairi kafa'ili, yule ambaye anakayewahamasisha watu katika khairi anapata thawabu kama ile ambayo wale watu ambao watakao wamewahamasisha wakifanya, na yeye pia atapata thawabu kama wale ambao watakaotenda thawabu hiyo. Bimaana miongoni mwa malengo ya ziara hizo ni kwenda kuonyesha Waislamu katika hizo nchi maendeleo ya nchi yetu tunafikia wapi, na kuhamasisha vile vile maendeleo ya Waislamu na maendeleo ya nchi yetu vile vile, ili waweze kuja katika nchi yetu, waweze kuinvest ndani yake, waweze kuwekeza ili ya kuijenga jamii yetu na kuijenga nchi yetu biidhnillah jalla wa ala. Kwa kweli Omani ni miongoni mwa nchi ambazo miaka yote huwa zina support projet nyingi za hapa nyumbani Burundi. Kwanza kuanzia katika hukuma ya Omani, kuanzia katika gouvernement ya Omani, kupitia katika maasosiasyon mengi ya khairi Omani, kupitia katika wafadhili binafsi wa Omani. Omani ina nafasi kubwa sana katika michango yake, katika mengi ambayo inakayotusaidia katika mambo mengi katika nchi yetu, kupitia katika upande wa Komibu, upande wa jamii ya Kiislamu, katika kujenga masomo, kujenga misikiti. Omani na fadhila kubwa biidhnillah jalla wa ala kwetu sisi Warundi au sisi Waislamu wa Burundi, pia na Komibu. Hata gari ambazo mnaziona ambazo mufti anatembelea na zingine hapo ni miongoni mwa support ambayo Omani iliweza kutusupport biidhnillah jalla wa ala. Bimaana matarajio yetu sisi kwa Omani ni matarajio makubwa sana kuhusikana support yao, na wala wasichoki kutusupporti. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la yadhi'u ajra almuhsinin, Mwenyezi Mungu apotezi ujira wa wale ambao watakaojitolea katika kuendeleza jamii yao na Uislamu biidhnillah jalla wa ala. Unajua jambo la muhimu ambalo inabidi vijana wetu, kwa sababu unajua Waarabu wamesema au maulama huwa wanasema lau sakata man la ya'lam laqalla alkhilaf, laiti wangeninyamaza wale ambao wasiojua katika dini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilafu zingekuwa ndogo biidhnillah jalla wa ala. Bimaana hayo ambao unayazungumza tunayasikia au yanasemekana huku na kule, sababu kubwa ni sababu ambapo wale ambao walikaozungumza katika masala ya dini mengi, hasa katika hususan masala ya kusikana itikadi za watu, masala ya kusikana kuwakafurisha watu, walizungumza wale ambao wastahili kuzungumza, ndio maana khilafu au fujo ikawa nyingi. Lakini laiti wangezungumza wale ambao wako na haki ya kuzungumza, nadhani hizi khilafu au hizo balbala ambazo zinapatikana za utovu wa adabu hazingekuwepo biidhnillah jalla wa ala.
Omani ni miongoni mwa watu ambao waliopokea Uislamu mapema, ni miongoni mwa watu ambao mashaallah tabaraka arrahman, akhlaqi zao, tabia zao ziko vizuri. Wana madhehebu yao ambao ni madhehebu al-Ibadhiyya, ndio ambao wanakwenda ndani yake, na katika madhehebu yote yale ambayo yapo pana mazuri yake na pana mabaya yake, pana upungufu wake, lakini hauwezi ukaja moja kwa moja ukawahukumu watu moja kwa moja, hasa katika vijana wetu leo, na kuwakufurisha watu na kuwatoa watu ndani ya Uislamu. Inakuwa sio insaf wala sio manhaj jinsi wanavyodai, au manhaj ambayo ni ya masalafi ya kuwakufurisha watu moja kwa moja, kwa sababu manhaj ya kuwakufurisha watu ni manhaj ndefu, inahitajia elimu ndefu, na inahitajia wale ambao watakuwa na haki ya hizo haki ya kuweza kuzungumza katika hayo mambo. Wallahu a'la wa a'lam. Kwa kweli, kabla ya kumaliza kikao chetu hichi biidhnillah jalla wa ala pamoja na TV za Kiislamu hapa Burundi, nitakuwa mwizi wa fadhila ikiwa kama pana baadhi ya watu siwezi nikawataja wala nikatoa shukrani zangu kwa wenyewe. Na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ametuambia, man la yashkuru nasi la yashkuru Allah, yule ambaye hatawashukuru binadamu hata Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hawezi kumshukuru. Nimependa kwa kweli katika mimbari hizi ambazo ni mimbari za media niweze kuwashukuru wale ambao walikaoniarifu katika mahfali yao biidhnillah jalla wa ala, na wale ambao walikaonipokea mapokezi ambao ni ya kifalme, wale ambao walituonesha mapenzi ambayo sio ya kawaida, wale ambao walikuwa nasi katika msafara wetu mpaka mwisho biidhnillah jalla wa ala, ambaye ni Sami ibn Suleiman al-Harithi, Suleiman ibn Muhammad al-Harithi, Azza bint Said al-Ma'mariyya, Khadija bint Said al-Ma'mariyya, Ahmad ibn Khalfan al-Ma'mari, Muhammad ibn Said al-Ma'mari, Salih ibn Said al-Ma'mari, Safiyya bint Ahmad al-Ma'mari, pamoja na ndugu yetu ambaye ndio alikuwa anatutembeza huku na kule, ambaye ni Sheikh Salum mtoto wa Abdul Mafir, ambaye yuko hapo Omani, ambaye alikuwa ni tuko naye saa zote, anatutembeza, anatubeba huku na kule, katuonesha mapenzi ambayo sio ya kawaida, ambaye ni Salum mtoto wa Abdul Mafir, pamoja na ndugu yetu Salum, ambaye Salum Slim, ambaye alikuja kutuona. Alafu na tuna mzee wetu pale, baba yetu, ami yetu, ambaye tunamwita papa, yuko pale, papa yuko pale, ambaye babake mdogo na Sheikh Salum Mafieri, mtoto wa Abdul Mafieri. Hawa ni watu na wengine ambao huenda siwakumbuki wala si majina hayanijii. Hawa ni watu ambao walitupokea mapokezi ambayo ni mapokezi ya kifalme. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kujalia yote katika mizani mema zao biidhnillah jalla wa ala. Kwa kweli nimetaka kutoa kwanza shukrani zangu za dhati mara nyingine kwa shekhi wetu, ndugu yangu ambaye nimesoma naye, Sheikh Mubaraka Mufti. Sio jamani, jamaa wa mtoto, ni rafiki wa mkubwa wangu kidogo, lakini ni rafiki wa mtoto ambaye tumesoma naye katika madrasa tahdhib, ambaye kwa sasa anapatikana katika nchi ya Dubai, na ni miongoni mwa wenye wanaharakati wakubwa katika nchi ya Dubai katika jamii ya Kirundi. Mufti Mubarak, naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie yote katika mizani mema yake ya Rabbul Alamin, ambaye ametufungulia kikao chake hicho ambacho tunakutana Warundi, tukakusanyika pale na tukayatoa maelekezo na mawaidha na da'wa, na kuwaelekeza Waislamu tena vile vile ambao ni Warundi wanaishi katika nchi ya Dubai, kuwahimiza namna gani watakavyokuja katika nchi yetu tena kuja kuinvestir, namna gani watajikamata katika hizo nchi, kwa sababu mwisho wa maisha yao Dubai ni Burundi. Na tukawahamasisha vile vile kusikia jengo la Komibu binillahi jalla wa ala, ambalo ni jengo la umma, sio jengo la mtu, sio jengo la mufti, sio jengo la kadhi, sio jengo la shekhe fulani, ni jengo la umma, ni jengo ambalo linakuja kuwakilisha umma wetu biidhnillah jalla wa ala, kuheshimisha umma wetu. Tukawahamasisha waweze kujitolea, watoe mali zao, waagize dirhamu ili ya kuweza kuchangia na kuhamasisha katika maendeleo ya jamii yetu biidhnillah jalla wa ala. Safari yetu ya Dubai ilikuwa ni safari nzuri biidhnillah jalla wa ala, na mimi mara nyingi wanasafiri katika nchi ya Dubai, lakini mara nyingi na kama nimezungumza, safari zangu zinakuwa zina malengo mengi ndani yake. Lakini safari ya Dubai sikwenda rasmi eti madhumuni nimeitwa kwenda kutoa muhadhara, hapana. Safari yangu ya Dubai ni safari ya biashara,
ni safari ya kwenda kupumzika, na vile vile ikiwa ni safari ya kidawa, kwa sababu napata fursa ya kuweza kukutana na ndugu zangu Warundi na kuweza kuhamasisha kusikana nchi yao na kusikana maendeleo yao biidhnillah jalla. Lakini mapokezi yalikuwa ni mazuri, tansiki inakuwa ni nzuri, na kuwa ni nafasi ambapo ninafikia, wanakuja kunichukua, wanatubeba, wanatuleta, wanatukirim biidhnillah jalla wa ala. Natoa fursa hii ya kuwashukuru ndugu zangu wote ambao katika nchi ya Dubai. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wajalie na waendelee, na wala wasiishie hapo biidhnillah jalla wa ala. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apotezi ujira wale ambao wenye kuyafanya mema biidhnillah jalla wa ala. Kile ambacho tumekifungasha na tuko tunakiandaa katika markazi yetu hii, Markazul Hikma hapa Burundi, pana mengi ambayo tunaandaa kwa minajili ya kunufaisha jamii, na pana yale ambayo kwa sasa yako yanatengenezwa na sio mbali sana biidhnillah jalla wa ala mtaitishwa tena ili muweze kuona ni kipi ambacho kwa sasa tuna baada ya safari yetu ya Oman na Dubai tunaandaa nini hapa katika Markaz Al-Hikma. Ni jambo letu ambalo linaandaliwa na litakuja karibuni biidhnillah jalla wa ala, litakuja wazi na mtaitwa tena kwa mara nyingine kwa kuweza kulitangaza na kuliweka wazi biidhnillah jalla wa ala. Unasema aje kwa TV ambazo ziko hapa kama vile Sheikh kwa kweli kusikana Dubai ni nchi ambayo naijua na naifahamu sana, kwa sababu mimi mwenyewe nimefanyia kazi pale miaka 5. Nilikuwa na kampuni pale ya marketingi zaidi ya miaka 5. Nilipaika Dubai, napatembelea sana, kazi zangu nyingi ziko pale. Kwa kweli na saha yangu kubwa kwa vijana wetu ambao wanatoka Burundi wanaelekea Dubai ni kwamba cha kwanza wasafishe nia zao ya madhumuni yao wenyewe ya kwenda kufanya kazi Dubai, wasafishe nia zao biidhnillah jalla wa ala. Jambo la pili, ningewapa nasaha ya kwamba pindi utakapofika katika vile viwanja, kwa sababu sisi ni watu ambao tuliotangulia katika viwanja, miaka mingi tunaishi nje huko, wajitahidi malengo yao, yani mission zao na vizio zao, malengo yao ambao wanatafuta na muono wao ambao kiliwabeba kule viwe wazi sana. Yani wajitahidi mission na vision ziwe wazi sana, kwa sababu zile nchi kabla haujaenda ndani yake, tukizungumzia Dubai na Dubai ulama moja, kabla haujaingia ndani yake, yale ambao unakuwa unayasikia na pindi unakapoingia katika zile nchi ni mambo mawili tofauti. Unakutana reality ya maisha, reality ya gisi ulikuwa unawazia tofauti. Bimaana tujipange biidhnillah jalla wala kuwa na malengo ambayo yatakuwa kuwazi, yatakusaidia wewe kuweza kubaki katika msimamo na kujua unatafuta kitu gani. Hayo tu ni machache ambayo nimetaka ni wapi, kwa sababu bila malengo, bila mission, bila vision, bila kujua unataka nini, unaelekea wapi, utaikaa miaka mingapi pale, utajipanga aje, itakusumbua, kwa sababu ni nchi ambazo ziko katika speed kubwa. Nchi za Dubai, Ulaya ni watu wanatembea katika speed kubwa biidhnillah jalla wa ala. Inabidi ujitambue na ujue unataka kitu gani, na biidhnillah jalla wa ala mafanikio yapo, maendeleo yatakuwepo biidhnillah. Huenda sio katika muda ambao utakuwa umetarajia wewe, lakini katika muda mrefu biidhnillah jalla wa ala unaweza ukajipanga na ukatafuta kitu kinaitwa fundi de marage. Fundi de marage ya kuja kuanzia maisha nyumbani, inawezekana inshallah. Kwa kweli natoa tena shukrani za dhati, wala sina cha kuwalipeni isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atawalipeni kwa juhudi ambazo mnazozifanya katika nchi hii na katika jamii yetu biidhnillah jalla wa ala. Anusra TV, Abdi John TV, Rais TV, Amigo TV, Al-Amnu TV, Shamsuddin TV, Habibullah TV na TV zingine ambazo hazikuhudhuria hapa leo. Wenda Bambara TV ambaye kuhudhuria, lakini imetoa udhuru, imeandikia na ikaandika na ikatoa udhuru. Al-Huda TV, hizi ni TV ambazo juhudi zenu ni juhudi kubwa biidhnillah jalla wa ala. Endeleeni katika haya ambayo mnakaoyafanya na mtarajie malipo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatopoteza ujira wa mema ambao mnakaoyafanya na kuyakadimisha katika jamii. Athari itabaki sisi tutaondoka, lakini athari zenu zitabaki biidhnillah jalla wa ala. Najusia nafsi yangu ni kuhusieni kuweza kubaki katika msimamo huyu ambao mko nao kwa kutumikia jamii. Ndani yake najua ni mieleka, wala hamna maendeleo makubwa sana, wala hamna chochote ambacho eti mnapata kikubwa, lakini mkiwa mna yakini na itikadi ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawabeba na atawabeba na atazidi kuwabeba biidhnillah jalla wa ala, ni sisi tu tuweze
kuwapa nguvu na kuweza kuthamanisha kazi ambazo mnazozifanya biidhnillahi jalla wa ala, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko pamoja na nyinyi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.